Mchezo kati ya Simba na Singida Black Stars ambao umepigwa katika uwanja wa KMC Complex pale Mwenge ni mchezo ambao kwangu mimi ukiniuliza nilikuwa naona Singida alikuwa ana nafasi ya kuondoka na matokeo bora zaidi kuliko Simba. Although Simba ameshinda, amechukua alama zote 3 kwa tofauti ya goli 1-0. Ni sahihi kwenye mpira inatokea, lakini mimi nimeziona penalty 2 clear ambazo Singida Black Stars amenyimwa. Na hizo ndizo ambazo zinabeba ujumbe kwangu mimi kuamini kwamba mwamuzi kuna kitu ambacho amekifanya ambacho kimenyima wapenzi wa burudani kwa maana mpira wa miguu kuona zaidi ya hichi ambacho kimetokea leo. Utaniuliza kwa nini nimeenda kwenye hizi penalty 2 kuliko matukio mengine. Ni kwa sababu haya matukio straight yalikuwa na uwezo wa kutengeneza maamuzi kwenye mchezo yakaonekana ni tofauti na matokeo ambayo yamefanya dakika 90 kutamatika. Nakupa mfano. Kipindi cha kwanza Soa amechezewa rafu kwenye box na Chamuo. Although mpira ulienda kudakwa na Pinipini Kamala Musa, golikipa huyu, baada ya madhambi kutendeka, Soa alikosa balance na kama iliondoka chini. Ni penalty clear. Mwamuzi yupo jirani kabisa na tukio, lakini yuko mwamuzi wa pembeni. Limetokea tukio kiasi ambacho hawezi kuniambia kwamba hajaona kitu, kwa sababu Soa alikuwa ndo yuko upande wake. Maana yake kama madhambi yanafanyika ilikuwa rahisi yeye kuweza kuona na kuweza kuona. Lakini pia kipindi cha pili tumeona Chemaloni Fondo amemchezea madhambi Soa tena kwenye box, kwa sababu kaenda kumpush Soa akiwa ana mpira kadondoka. Sijui kama mnanielewa. Yaani si lazima Simba ashinde. Najua ilikuwa kama vile inatengenezwa urazima hivi kwa kwenye matukio ya 50-50 huyu mtu aweze kushinda, lakini kinachoita hiyo tafsiri ni maamuzi ya mwamuzi. Mimi najua Singida Black Stars leo walikuwa wana nafasi nzuri na kubwa ya kuweza kupata kitu. Kwa nini? Kwa sababu Simba alikuwa na hangover ya finali. Kumbuka huyu ni mwana finali japo hakubeba, lakini kuna mahali ambako ametengeneza standard yake. Kwa nini? Kwa sababu mechi ambayo amecheza mara ya mwisho finali ya pili pale Zanzibar alitoa sare, na ikumbukwe timu nyingi alizocheza nazo Berkane msimu huu amezifunga nyumbani na ugenini na si ndogo. Kwa hiyo Simba alikuwa ana hiyo hangover ya amelikosaje kombe. Lakini Simba amekuwa na michezo back to back. Kama umetizama kabla ya finali alipiga michezo 4 ndani ya siku 10. Si kitu cha kawaida, lakini kilitokea na bahati nzuri akaondoka na ushindi. Lakini alikuwa na mechi 2 ngumu wiki iliyopita na juzi. Hizi mechi zote zilikuwa ni tough game ambazo zina maamuzi, kwa sababu ilikuwa knockout game, ni finali, kombe liko uwanjani. Lakini kilichotokea ndio hicho kitu. Kwa hiyo Singida leo alikuwa ana faida kubwa sana na hii trendi ya michezo ya Simba. Kwa nini? Kwa sababu yeye amepumzika muda mrefu na amefanya training muda mrefu. Kwa hiyo ile fatigue ya wachezaji wa Simba nilitarajia kitu hichi ambacho nimekiona, ku underperform, kutokuperform kwenye intensity ile ambayo tumewazoea. Lakini kumbuka ametoka kucheza mashindano makubwa, wamerudi kwenye ligi. Kuna ile fear factor inaondoka. Unaona kama nimecheza nimewasumbua kina Kamara wa Berkane, washikaji wengine hawezi kunisumbua hata kidogo. Kwa hiyo kilichotokea, Singida Black Stars alikuwa ana nafasi kubwa sana ya kunufaika na huo uchovu, huo usingizi, hiyo fatiki ya wekundu wa Msimbazi. Na si dhambi kama timu zingine zikiwa zinacheza na hizi Simba na Yanga zikashinda. Si dhambi. Simaanishi kwamba Simba na Yanga pekee yake ndio zinapata favor, lakini Simba na Yanga kwenye mashindano mengi hasa ya ndani zenyewe zinaongoza kuwa favored. Sasa huwa kuna favored na kubebwa. Unajua timu kubwa zote duniani huwa zinapata favor. Wachezaji wakubwa duniani kokote huwa wanapata favor. Sasa favor huwa ni kwenye 50-50. Yaani tumegombania mpira 50-50. Niko tayari kutenga faulo kama mchezaji mkubwa inaonekana kuna instance ya madhambi. Lakini penalty hapa mpe mtu akufunge. Fabrice Ruamba Ngoma ni mchezaji ambaye mimi namheshimu sana kwenye ligi yetu, ni mchezaji muungwana sana, lakini kipindi cha pili
amefanya madhambi, badala yeye aliakti positively, anaenda kusukuma mpira, yani anaupiga mpira nje ya kiwanja. Lile tukio tafsiri yake ni unapoteza muda. Kama mwa golikipa anaweza akaadhibiwa kadi ya njano, na Pinipini leo ameokota kadi ya njano, inakuwaje huyu ambaye ampiga mpira nje asipewe kadi? Wenzetu hayo matukio kishaonyesha unafanya tukio la kupoteza muda, kufanya mpira usichezwe kwa dakika ambazo zinapaswa kuchezwa, unaadhibiwa kwa kadi. Sasa mimi nitegemea either ata count ule muda kwenye dakika za nyongeza, lakini dakika zilizoongezwa pia ukiangalia na muda ambao umepotea, sio dakika hizo. Musa kalala karibu mara 2, lakini kuna matokeo ya uwanjani yalikuwa yanatokea ambayo yalikuwa yanafanya muda usimame, lakini zilizoongezwa dakika ni kidogo. Mimi nitarajia mechi ya leo iziongezwe dakika 9 ili kipigwe, lakini mwamuzi kama mwamuzi labda pengine ameona hivyo ndivyo inastahili. Lakini yote 9 10 ni kwamba hatupaswi kuendelea kuwalea watu. Simba leo alitakiwa aziache alama 3 ili kusudi maisha yawe mengi. Arsenal kuna wakati huwa anaongoza ligi na anakuja na achwa, kwa sababu si kwamba hiyo timu ndio mwache imefanya fair, no? Na yeye si kwamba ananyang'anywa kwa sababu kaonewa, no? Watu wanamfunga, anaondoka. Yeye akishinda anaenda. Sasa lazima tuwe timu, lazima tuwe na timu ambazo zinaweza zika react kwenye kila aina, lakini lazima tuwe na ligi ambayo bingwa anaweza kuwa yoyote. Si lazima washikaji wa Kariakoo, kwa sababu kwa kuendelea kufanya hivi tunaendelea kutengeneza tatizo ambalo huenda kesho tusilimudu. Mchezo kati ya Simba na Singida Black Stars ambao umepigwa katika uwanja wa KMC Complex pale Mwenge ni mchezo ambao kwangu mimi ukiniuliza nilikuwa naona Singida alikuwa ana nafasi ya kuondoka na matokeo bora zaidi kuliko Simba. Although Simba ameshinda, amechukua alama zote 3 kwa tofauti ya goli 1-0, ni sahihi kwenye mpira inatokea, lakini mimi nimeziona penalty 2 clear ambazo Singida Black Stars amenyimwa, na hizo ndizo ambazo zinabeba ujumbe kwangu mimi kuamini kwamba mwamuzi kuna kitu ambacho amekifanya ambacho kimenyima wapenzi wa burudani kwa maana mpira wa miguu kuona zaidi ya hichi ambacho kimetokea leo. Utaniuliza kwa nini nimeenda kwenye hizi penalty 2 kuliko matukio mengine. Ni kwa sababu haya matukio straight yalikuwa na uwezo wa kutengeneza maamuzi kwenye mchezo yakaonekana ni tofauti na matokeo ambayo yamefanya dakika 90 kutamatika. Nakupa mfano. Kipindi cha kwanza Soa amechezewa rafu kwenye box na Chamuo. Although mpira ulienda kudakwa na Pinipini Kamala Musa, golikipa huyu, baada ya madhambi kutendeka, Soa alikosa balance na kama iliondoka chini. Ni penalty clear. Mwamuzi yupo, jirani